sheria mama ya baraka, sheria mama, katiba, sheria mama ya baraka, katiba. Sheria mama ya nchi ni katiba, na sheria mama ya baraka, katiba ya baraka, ni neno moja tu: uaminifu. Hiyo ndio katiba ya baraka. Na ukishavunja katiba, ukishavunja sheria mama, katiba, ukavunja katiba, hakuna kitu kingine kinatokea kwenye maisha yako. Na hayo ndio maisha ya kubangaiza ninayaona kwa watu wengi, kwa sababu ya kukosa uaminifu. Hilo neno la Luka mlango wa 16 mstari wa 12 ambalo mtoto wa Mungu amesoma hapa, Luka 16:12, ni katiba. Inasema hivi, ni katiba ya baraka. Na yani hiyo ndio sheria mama. Inasema hivi: kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Unataka kuwa mjasiri ya mali, unataka kumiliki, unataka kupata financial freedom na economic freedom, lazima urudi kwenye sheria mama, kwenye katiba ya baraka. Mabibi na mabwana, Yakobo ni mtu wa tatu kutoka Ibrahimu katika baraka. Mungu alimbariki Ibrahimu, Ibrahimu akambariki Isaka, Isaka akambariki Yakobo. Na haukuwahi kufikiri wala kujua ya kwamba uaminifu ndio uliobeba baraka katika maisha ya watu. Na wakati mwingine maisha tunayoishi ya kubangaiza ni cost of mistake we have to pay, ni malipo ya makosa tunayolipa baada ya kushindwa wakati mwingine kuwa waaminifu katika zamu tunayofanya. Huyo Yakobo, mtu wa tatu kutoka Ibrahim, ambaye amebeba baraka na amebarikiwa kwa kuwekewa mikono ya baraka, lakini nataka nikuambie, ilimlazimu kukaa chini ya mtu dhalimu, mkorofi. Jamaa anabadilika, hana kauli. Kaka wa mama yake anaitwa Laban, na alikuwa amewekeza kwenye ufugaji. Na huyu dogo ambaye amebarikiwa, mtu wa tatu ambaye amebeba blessing, alilazimika kukaa kwenye nyumba ya Laban. Ndio maana nimekuambia baraka zako ambazo zinatoka kwa Mungu zipo mikononi mwa kampuni unayofanyia kazi sasa, taasisi unayofanyia kazi sasa, mahali unakofanyia kazi sasa pabaya. Sitaki nikutie moyo kwamba ni mahali pazuri, never. Hata asubuhi ya leo unajiuliza, naendaje huko kazini? Pabaya. Bosi wako kisirani, unaofanya nao kazi mikosi, wanaokuzunguka balaa, pabaya, ambako hauna amani nako, lakini ndio hapo pana baraka za kwako, na lazima utumikie hapo kwa uaminifu. Sasa Yakobo alipokuwa katika nyumba ya Laban, alidhulumiwa several times na Laban. Yaani huyo Laban alikuwa ni wale watu wa mkono wa chuma ambao ukifanya naye kazi huendi popote. Mara ya kwanza alimdhulumu miaka 7. Unajua, ukisikia miaka 7 ukisoma kwenye Biblia this morning unaiona ya kawaida. Nataka urudishe nyuma miaka 7 ya maisha yako ukiwa kwenye ajira. Mtu akudhulumu miaka 7 yote, mshahara, posho, muda, kazi, miaka 7 yote. Fikiri miaka 7 nyuma ulikuwaje, na baada ya miaka 7 sasa hivi ukoje? Na hasa kwa vijana ambao wana grow up kiuchumi, kifikra, kimawazo, ule umri wa kukua kiuchumi, alafu mtu akuibie miaka 7 chap,
akaona haitoshi, akarudisha tena mingine 7, kuibiwa miaka 14 mahali solid, miaka 14. Can you imagine? Miaka 14 nyuma ulikuwaje? Kuna wengine miaka 14 nyuma tulikuwa tumezeeka, sasa hivi tumekuwa vijana. Miaka 14 nyuma ulikuwaje? Na mtu ameondoka na miaka 14 yote. Lakini nataka nikuambie, katika miaka 14 iliyoibiwa ya Yakobo, kwa sababu ya uaminifu wake, ndani ya hiyo miaka 14 iliyoibiwa ndio miaka ambayo Yakobo amelizaa taifa la kabila 12 za taifa la Israeli. Ndani ya ile dhulma, taifa la Israeli ndiko likozaliwa, taifa ambalo linauza brain, linauza akili duniani kote, na mteja mkubwa wa akili ya Mwisraeli ni Marekani leo duniani kote. Lakini hii taifa lilizaliwa wakati wa dhulma ya miaka 14 ya Yakobo akitapeliwa juu ya mahari ya wanawake wawili, Lea na Raheli. Nataka nikuhakikishie, hata kama una barua za onyo, una kesi, una visirani, una masimango, una vigiso hapo kazini, hauko bure. Kuna cha kwako kinazaliwa cha kudumu, cha vizazi vingi na miaka mingi. Na waone wale wanaokudhulumu kama si kitu, kwa sababu ukifanya kwa uaminifu, kuna cha kwako kinazaliwa cha miaka mingi, na watakiona. Kama taifa la Israeli leo lipo linaonekana, nataka nikuambie cha kwako cha kivizazi kitaonekana kutoka hapo penye hiyo dhuluma. Mungu atakubariki, sema amina. Pili, Yakobo alisimama katika uaminifu. Ni kijana, lakini alifanya kwenye uaminifu. Akamwambia Labani, umenidhulumu zaidi ya mara 10 na kubadilisha mshahara wangu, na sasa ungetaka kuniondoa mikono mitupu. Akamwambia, nilivyokuwa pamoja na wewe Mungu alinibariki. Kwa hiyo anamwambia Labani, anamwambia Yakobo, usiondoke tafadhali, ninakuomba niambie nikupe mshahara gani. Yakobo akamwambia, usinipe kitu, I don't need anything, usinipe kitu. Acha nifanye kazi tena kwa uaminifu mbele zako na mbele za Mungu, na Mungu atanibariki. Akafanya kwa miaka mingine 6 ya uaminifu, na Mungu akambariki. Yakobo alimwambia Labani, jua lilikuwa la kwangu mchana, na usiku theluji, mvua za vuli na masika. Kilichoraruliwa hata na simba nilikirudisha mikononi mwako, kilicholiwa na dubu nililipa mimi fidia yake. Nilihakikisha hakuna hasara unayopata, hasara zote nilifidia. Hiyo ndio kazi ambayo Yakobo aliifanya, na ndio sababu ya taifa la Israeli ambalo ni blessed nation, a very blessed nation all over the world. Baraka, taifa lililobarikiwa duniani lilisababishwa na uaminifu. Ndio maana nimekuambia sheria mama ya baraka ni uaminifu, na uaminifu kwa mali ya mtu mwingine. Nataka kutoa mfano mmoja, ni kuruhusu ondoke asubuhi ya leo. Nilisikia kwa masikio yangu mambo ambayo yaliwahi kuniumiza. Kijana mmoja mwekezaji jasiriamali ameanzisha kampuni yake nzuri, na ametengeneza vijana kwenye ile kampuni, ameajiri vijana. Huwezi kuamini, katika ile kampuni, ni kampuni ya transportation, anafanya usafirishaji, ana semi-trailer kadhaa zinasafiri ndani ya nchi ya Afrika. Hapa nafikiri karibu, ana semi-trailer zinaenda karibu 200. Kwa hiyo ana transportation nchi za Afrika sana. Sasa vijana wake ambao wamewaajiri kule ndani kwenye system, kuna wahasibu, kuna taaluma mbalimbali. Huwezi kuamini, kwanza wale ambao wanafanya kazi za kiutawala, amehakikisha kila mmoja amepata gari ili kazi iweze kufanyika vizuri. Anawaozesha wale vijana wanaokuja hawajaoa, anagharamia ndoa zao. Lakini pia amenunua hekari kama 200, ametengeneza kijiji ambacho amewapa viwanja na mashamba, anashughulika na maisha yao bali na mshahara. Sasa akapitia kwenye financial crisis kama ilivyo kawaida katika masuala ya uwekezaji na biashara na miradi. Kijana mmoja
ambaye amenufaika sana, amempa gari, tena maraia akampa gari, akamwambia itumie baada ya miaka 5, hiyo ni gari ya kwako, wala siwezi kuiingiza tena kwenye mali za kampuni. Na amempa gari bure, amemuoza, anamlipa mshahara. Huwezi kuamini, wakati wa financial crisis fulani ilipita tu wakati wa COVID, yule dogo mmoja ambaye nafikiri ndio mnufaika kuliko wengine, akaanza kutengeneza sumu kwa watu wengine. Anasema, bwana, sisi hapa tunamsindikiza fulani kwenye utajiri wake. Yani sisi ndo tunamsindikiza fulani. Bwana, twende tukamsindikize fulani kwenye utajiri wake. Kwa hiyo akienda kazini tunamsindikiza fulani. Unajua maneno machache lakini yana sumu ya kusababisha wengine wanasema, ala, hivi kumbe fulani tunamsindikiza sisi hapa hivi kumbe tunamsindikiza. Ni maneno, wakaanza kuiba mle ndani kwa sababu ya maneno hayo tu, maneno yenye influence, falsafa ya kijangili, falsafa ya unyang'anyi, falsafa ya usaliti. Tunamsindikiza fulani katika utajiri wake. Akashangaa, hawa anaacha kazi, huyu anaacha hiki, huyu anaacha hiki, huyu anaacha. Sasa bahati nzuri, ivumayo haidumu. COVID ikapita, dunia ikarudi, na yeye akawashawishi watu wengi kwenye ile kampuni waliacha kazi, na yeye mwenyewe akaacha kazi, na kuiba wakaiba vya kutosha. Na balaa ni kwamba pia huyo jamaa naye alipata shida wakati wa COVID, alikaa kama siku 90 kwenye oxygen. Kwa hiyo watu walipiga vya kupiga. Baadaye COVID imepita, dunia imerudi mahali pake, na yule jamaa amefufuka kutoka kwa wafu, Lazaro, akafanya kazi. Sasa yule poisoner aliyekuwa anasema tunasindikiza kwenye baraka zake, akajikuta ametangatanga huko duniani, mwisho akarudi, anakuja kuomba kazi. Sasa mimi ninafanya mentorship za economic mentorship na hizo mentorship program mbalimbali za masuala ya uchumi. Akanipigia simu, akaniambia, mchungaji, katika mambo, wakati ule nilipopata matatizo aliyeniumiza fulani, lakini amerudi kwa ajili ya kuomba kazi, ila anaomba sana, na matatizo makubwa. Nikamwambia mimi na huko alikoelewa, mimi ndio nilimnyima kazi. Asema hakuna ruhusa ya kuruhusu kirusi kama hicho tena kukipandikiza kwa upya kwenye kampuni kama hiyo. Anafaa, lakini mwache kwanza apate discipline ya kufundishwa kwenye maisha ya hard time. Ananiambia, lakini anaomba sana. Nikamwambia, hapana, mtu kama hiyo huwezi kumrudisha kwa sasa hivi, mwache kwanza, alafu mwambie aje kwa mchungaji kwa ajili ya maombi. Kwa hiyo akajitokeza tu, akaomba appointment. Mimi unaomba appointment karibu miezi 3 nasubiria. Baadaye akapata appointment ya kuniona, akaja ofisini kwangu, nikamuuliza nieleze historia. Yeye anafikiri ananieleza jambo jipya, nalijua. Nikamwambia, kuna kisirani kama we? Nikamwambia, ni somo hilo nilimsomea, andiko hilo moja, kama haukuwa mwaminifu kwa mali ya watu wengine, nani atakayekupa ya kwako? Nikamwambia, umevunja katiba ya baraka na hauwezi kuwa salama, lazima uingie kwanza kwenye toba. Bahati nzuri tulikuwa tunaingia kwenye toba ile ya Kwaresma ya siku 40. Alifunga, akaniambia, mchungaji, nimefunga. Nikamwambia, funga mpaka kieleweke, utubu na usamehewe dhambi, ili upate kitu kinachoitwa financial freedom na economic freedom katika maisha yako. Umeua. Na kwa kuwa hukuichukia damu, nitaamuru damu ikufuate. Kwa kuwa hukuchukia ufukara, kwa kuwa hukuchukia aibu ya huyo mtu aliyekuwa amekuajiri, kwa kuwa hukuchukia hasara, Mungu ameruhusu hasara ikufuate katika maisha yako. Kwa maana ukichukia hasara hautaiba. Angalieni watu ambao leo wamewekeza, wana riba za mabenki, wamekopa mkopo benki, wana riba. Wameweka nyumba wanayolala iko benki ili wewe upate mshahara. Nyumba wanayolala wameweka bondi, vitu vya thamani wameweka bondi, viko benki. Wamekopa hiyo mikopo, wamewekeza kwenye biashara, hata kama ni ya saluni. Lakini usijaribu kupandikiza mbegu ya dhuluma na ukaamini ya kwamba utastawi. You will never. Hutaweza kustawi wala kustawisha maisha ya kwako, kwa sababu Mungu ni Mungu aliye mwaminifu
kiwango cha kuaminiwa, na wale wanaotembea na Mungu aliye mwaminifu lazima wawe waaminifu kiwango pia cha kuaminiwa. Ninakuombea, haijalishi unapitia mapito gani this morning, lakini nakuomba ukubali kurudi kwenye sheria mama, uone ni wapi umevunja katiba ya baraka. Kama umefanya kwa udhalimu mahali popote, Biblia inasema kwa maana fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la mwenye haki. Mwenye haki asije akanyosha mkono wake kwenye upotevu. Ikiwa umedhulumu kampuni, umefanya kwa udhalimu, Mungu atamlinda yule mwenye maono, maana imeandikwa fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la mwenye haki. Mwenye haki asije akanyosha mkono wake kwenye upotevu. Ataendelea kustawi, lakini wewe utaendelea kunyauka, kukauka na kufungwa kwenye maisha ya kwako. Ni maombi yangu Mungu abadilishe maisha yako. Na mimi nakutakia asubuhi ya leo financial freedom na economic freedom. Akubariki Mungu Mwenyezi, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.